Unajua sisi ndio vijana hapa mtaani, inabidi tupambane na kila hali. Hivi unajua kwamba Niki alifariki? Niki? Ndiyo. Na kitu kinachonisikitisha sana ni kwamba dada yake atabaki kwenye mazingira gani wakati babake alifariki, mama yake alifariki na mdogo wake pia amefariki. Siku za hivi karibuni nienda kijiji cha jirani pale, nilikuwa nimepeleka madafu kwa ajili ya kuuza. Niporejea hapa kijijini kwetu hapa, nilikuta kulikuwa kuna ikao, na ikao chenyewe kilikuwa kinahusu changamoto zinazoendelea hapa kijijini kwetu. Watu wanafariki kwa njia zisizoeleweka. Pia kitu alichozungumzia haswa ni kuhusu matambiko ya kijiji hiki. Iliwabidi waende pale mtoni kwenda kutambika, lakini mganga wetu mkuu yupo. Vipi, yeye yamemshinda? Mganga afui dafu kwenye majini. Hivi nyinyi mnaongea kitu gani? Wala siwaelewi. Yanawaingia kweli akilini mnayozungumza? Mnazungumza kitu gani au mnavuta siku hizi? Ona sasa 10% zinafanya kazi. Umepata 10%, mwenyekiti unabweteka tu. Unapiga tu hela zetu za madawati. Mwenyekiti, hujui majukumu yako ni nini? Mwenyekiti, yaani kijiji hiki watu wanakufa. Watu wanakwenda kuchukuliwa bwawani kule, watu wamekufa. Juzi tu hapa mshanga sikaniambia mimi mdogo wake amefariki. Hapo mwenyekiti kwenye kikao unaenda unafunika funika. Hivi mwenyekiti, mambo gani unayofanya kwenye kijiji? Uliongea nini siku zile kwenye kikao? Rafiki yangu naye mmoja naye kafariki. Nguvu kazi kijiji inazidi kupotea. Upo tu hapo unafunika tu. Unafanya nini? Si wajiuzuru tu mwenyekiti. Tena uishi hapo. Una nidhamu kabisa. Yaani mimi naleta kiti hapa, najua mtu wa maana. Unakuja kuleta taarifa nzuri ya kwamba na kiwanja changu nauza ili nipate 10%. Alafu unaleta mambo ya kipumbavu hapa. Alafu hii kijana, sikiliza. Kwenye vikao hapa haionekani. Vikao vya kijiji vikiitwa, wewe ni kutwa kijiji na njia. Kwenye magrupu yasiokuwa na maana, uvutaji wa bangi. Alafu hapa naona tumekuleta bangi. Maana si wewe unaongea na una bangi. Hapa ni bangi kabisa zinaongea jamani. Sio wewe. Pumbavu kabisa. Yaani unakuja kuprovoka tu maneno unayopata huko na unayaleta. Unajua ndio hicho nilichokizungumza. Tena nataka uondoke haraka, ondoa makanyago yako kwangu hapa.
Nimehamia hapa kwa kusudi maalum, nilinunua nyumba yangu kwa kusudi maalum nilikutokana na watu wajinga kama nyie. Pumbavu kabisa. Haya, ondoka. Ondoka kwangu. Kijana. Nakwambia ondoka. Nisikuone. Kisa 10% umepata mwenyekiti. Kisa 10% umepata. Wewe kijajenga na nyumba nzuri, si hivyo? Sasa sikia nikwambie. Azita kupeleka popote. Sasa sikiliza nikwambie. Kwa hiyo ulikuwa unatamani endelee kukaa kwenye ile nyumba bwana, inajiuliza niwe lini? Ukutaka kuona mwenyekiti na kazi nzuri. Sasa nadhani kwambia hivi, hayo majini nataka na yaanze na wewe. Nitayaamuru. Pumbavu kabisa. Kijana ana adabu kabisa. Ni uzuri mwenyekiti au na faida wewe. Wewe kijana wewe.